Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na sintofahamu katika mahusiano baina ya nchi ya Marekani na nchi za Ulaya, na hasa sintofahamu hii inazidi kuongezeka kutokana na mpango wa nchi ya Marekani wa kuchukua eneo la Greenland. Tumeona siku kadhaa nyuma baadhi ya nchi za Ulaya zikiamua kupeleka sehemu ya wanajeshi wachache katika eneo la Greenland kuonyesha msisitizo wa msimamo wao. Lakini vile vile tunaona hatua ya nchi ya Marekani kuongeza ushuru au kukusudia kuongeza ushuru katika baadhi ya nchi za Ulaya kama Ujerumani, Ufaransa pamoja na Denmark, nchi ambazo zimeonyesha wazi kutokuridhishwa na mwenendo wa nchi ya Marekani, mwenendo wa mpango wake wa kuchukua eneo la Greenland. Kinachoonekana kwa mtazamo wa ndani ni kama vile Rais Donald Trump anatekeleza malengo ya nchi ya Urusi katika namna ambayo inawezekana isieleweke kwa urahisi. Msimamo wa nchi ya Marekani toka ameingia Rais Donald Trump umekuwa ni mkali zaidi kwa nchi za Ulaya. Umekuwa ni msimamo ambao hautoi tumaini la namna yoyote kwa nchi za Ulaya, kuanzia katika Umoja wa Ulaya pasei au kuelekea hata katika umoja wa kujihami wa NATO. Na yapo baadhi ya matukio mengi ambayo yamekuwa yakitoa dira au alama za kwamba Marekani huenda kwa hivi sasa inaona hakuna maslahi inayopata kutoka katika Umoja wa Ulaya au katika umoja wa kujihami wa NATO. Na hili inawezekana likawa linasukumwa na fikra ya muda mrefu. Kwa takriban miaka 80 nchi ya Marekani imekuwa inazingatiwa ndiyo protector, ndiyo mlinzi wa nchi za Ulaya. Na hata asili ya kuanzishwa kwa umoja wa kujihami wa NATO, lengo lake kubwa ilikuwa ni kujaribu kujilinda dhidi ya dola kubwa ya Umoja wa Sovieti, ambao kwa baada ya kuvunjika kwake, maana yake kwa sasa hivi inazingatiwa kitovu chake hasa ni nchi ya Urusi. Lakini kwa siku za karibuni kinachoonekana wazi kabisa ni kwamba umoja wa NATO badala ya kujipanga kupambana na nchi ya Urusi umekuwa sasa ukijipanga kupambana na nchi ya Marekani. Na Marekani kama tunavyosema kwamba kila anachokifanya kwa hivi sasa kinaonekana wazi kabisa ni kama vile anatekeleza mpango wa nchi ya Urusi katika namna ambayo inawezekana isiwe rahisi watu wengi kuweza kuifahamu. Nchi ya Marekani katika siku za nyuma ilitangaza kwamba itaacha kutoa sapoti ya moja kwa moja katika nchi ya Ukraine, baada ya kuwa mpango wa nchi ya Ukraine kutumika ili kuidhoofisha nchi ya Urusi, hasa ulikuwa ni mpango wa nchi ya Marekani. Pamoja inawezekana usiwe ni mpango ambao unaonekana kwamba ni wa muda mrefu, lakini ni mpango ambao ulikuwepo kwa muda mrefu takriban, kwa kuzingatia kwamba hata Rais Donald Trump kipindi chake cha kwanza, mpango wa nchi ya Ukraine kutumika dhidi ya nchi ya Urusi ilikuwa ni moja ya ajenda ambayo alipata kupelekewa na yeye hakukubaliana nayo. Na ndio maana sasa hivi amekuwa anafanya anavyotaka, kuzingatia kwamba wale walioamua kuitumia kama ni ajenda kina Rais Joe Biden, maana yake ajenda yao imefeli. Na ndio maana amekuwa akifanya vile na hiyo yeye kwamba ni sahihi, hata kama ni namna ambayo haiwezi kuwa inawapa furaha jamaa zake wa karibu wa nchi za Ulaya. Baada ya Marekani kuonyesha kwamba yenyewe haitakuwa tayari kuendelea kutoa msaada wa bure kwa nchi ya Ukraine, nchi za Ulaya zikaona kwamba ni bora zenyewe zinunue silaha kutoka Marekani ili kuendelea kuihodhi Marekani. Zinunue silaha kutoka Marekani na kisha ziipe nchi ya Ukraine, ikiwa ni silaha za moja kwa moja au watoe katika hazina zao waipe nchi ya Ukraine, wakati wao wananunua silaha kutoka Marekani wanaingiza tena katika hazina zao. Jambo hili ni jambo ambalo limeongezea cost kubwa sana nchi za Ulaya, pamoja na kwamba mpango huu kiasili hasa ulikuwa ni mpango wa Marekani, ila nchi za Ulaya ziliingia kwa sababu Marekani ndiyo contributor mkubwa au ni mchangiaji mkubwa, lakini vile vile ni mtu ambaye anatoa hakikisho la usalama katika nchi za Ulaya. Kwa hivyo kurudi nyuma kwa Marekani maana yake
amefanya ile burden, lile deni liwe ni deni ambalo linakuwa shared na watu wote, lakini yeye maana yake amerudi nyuma zaidi na ameanza kupata faida kutokana na mpango ambao kiasili yeye ndiye aliyekuwa ameutengeneza. Na nchi za Ulaya zimejikuta kwamba zinashindwa kujitoa katika mgogoro wa Ukraine moja kwa moja, kwa sababu kujitoa kwao katika mgogoro wa Ukraine ni kudeclare moja kwa moja kwamba wameshindwa na nchi ya Urusi. Jambo ambalo wanachokihofia zaidi nchi za Ulaya ni imani kuanguka. Maana yake ni kwamba shida kubwa sio Urusi kuishinda Ukraine. Shida kubwa ni kwamba mmetumia nguvu nyingi kuwaaminisha watu kwamba nchi ya Urusi si nchi ya sawasawa na haiko katika msimamo wa sawasawa. Imani hiyo ambayo mmejaribu kuitengeneza kwa watu, maana yake itakapokuwa imefikia hatua kwamba mmedeclare kwamba mmeshindwa, basi inawezekana hata hao watu waliokuwa wakiwaamini mwanzo wakapoteza imani yao moja kwa moja. Hili ndio Ulaya wanaliogopa zaidi kuliko hata hilo la Ukraine kushindwa, na ndio maana wamekuwa wakikazana siku zote kuendelea na msimamo wa kwamba wataendelea kuisupport nchi ya Ukraine. Sasa jambo hili limekuwa lina gharama kubwa sana kwa nchi za Ulaya. Maana yake zimejikuta kwamba zinalazimisha kutengeneza budget zitakwenda kununua silaha kutoka Marekani, kuinufaisha Marekani kwa mpango wa Marekani, kwa kuogopa aibu ambayo inaweza inatokea baada ya kudeclare moja kwa moja kwamba nchi ya Ukraine imeshindwa. Jambo la pili ambalo vile vile tunaliona kwamba Marekani ni kama vile anaona sasa hivi Ulaya kwake si kitu. Sera za Marekani zimebadilika kutoka katika mifumo ya negotiation, kutoka katika mifumo ya majadiliano zimekwenda katika mifumo ya kulazimisha. Na ndio maana sasa hivi masuala ya nishati na mfano wake, Marekani anazilazimisha nchi za Ulaya lazima zinunue kutoka katika nchi ya Marekani. Lazima ziache mpango wa kununua gesi rahisi kutoka katika nchi kama ya Urusi. Na hilo Marekani amefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Pamoja na kwamba uchumi wa nchi za Ulaya unazidi kudidimia, lakini kwa sababu bado wanahitaji Marekani kwa usalama wa nchi za Ulaya, wanajikuta wanalazimika wabebe hasara kubwa kwa lengo la kuinufaisha nchi ya Marekani. Lakini kwa mwenendo unavyozidi kwenda ni kwamba Marekani amekuwa akifanya kila mbinu kuendelea kuzitumia nchi za Ulaya kwa maslahi yake pasi na kujali kile kinachotokea au kinachobidi kutokea katika wakati ujao. Hivi karibuni Marekani ameongeza ushuru katika baadhi ya nchi kama Ujerumani, nchi kama Ufaransa, nchi kama Denmark zimeongezewa au zimeingia katika listi ya nchi ambazo zitaongezewa ushuru wa bidhaa kwa takriban 10%. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni nchi ambazo zimejitokeza wazi kupinga mpango wa Marekani kuchukua eneo la Greenland. Greenland ni eneo ambalo liko chini ya utawala wa Denmark. Denmark ni memba katika memba wa NATO. Kuchukua eneo la memba wa NATO, eneo ambalo Marekani imepewa green light, imepewa uhuru wa kulitumia kwa maslahi ya kiusalama, maana yake ni kuonyesha wazi kabisa kwamba Marekani tena haina haja na umoja unaoziunganisha nchi za Ulaya na pamoja na Marekani katika mpango wake wa kujihami. Mpango ambao kama tulizungumza awali kiasili ulikuwa umetengenezwa kwa lengo la kupambana na nchi ya Urusi. Lakini kinachoendelea sasa ni kwamba NATO inaanza kupambana na nchi ya Marekani. Lakini vile vile Marekani amekuwa akijaribu kutafsiri misukumo ya kisiasa kuwa ni adhabu za kiuchumi. Ukiangalia katika mpango wa Greenland ni mpango wa kisiasa, lakini Marekani ameutafsiri katika upande wa kiuchumi, kwa maana ya kwamba ameongezea makusudia kuongeza ushuru itakapofika mwezi wa pili, takriban tarehe 1 mwezi wa pili, kuongeza ushuru katika nchi ambazo zinaonekana wazi kabisa zinapinga mpango wake wenyewe kuchukua eneo la Greenland. Na itakapofika mwezi wa 6 kama hali ikiendelea hivyo, maana yake ataongeza tena, inaweza kufika takriban 25%. Lakini kuna movement nyingi ambazo ameendelea bado kuzionyesha za kuonyesha wazi kabisa kwamba hatikiswi kabisa na upinzani wa nchi za Ulaya. Unaweza kuona katika bodi ya amani ambayo inakusudiwa kuundwa, katika bodi ambazo zimekuwa zikipendekezwa katika wale ambao watakaosimamia swala la amani ya Palestine, bodi ya juu kabisa imeundwa na sehemu ya viongozi wa juu kama marais. Ukiangalia katika wale ambao wamependekezwa katika safu ya juu, Rais Vladimir Putin yupo, lakini hakuna memba hata mmoja wa NATO ambaye amependekezwa katika hiyo bodi ya juu. Ameweza kusanya marais pamoja na zile regional powers au baadhi ya nchi ambazo zina nguvu katika eneo la Arabia Peninsula. Lakini vile vile upenya katika executive level, katika level ambayo inakusanya hata wale ambao ni wanadiplomasia wakubwa kama mawaziri wa mambo ya nje na mfano wake. Katika nchi za Ulaya utakuta kwamba hakuna hata mtu mmoja ambaye ametoka katika nchi za Ulaya. Zaidi ya hapo ni kwamba labda ni nchi ya Uturuki,
ambao waziri wake wa nje Hakan Fidan ndio amechaguliwa kama nani katika memba wa ile executive level. Pamoja na kwamba katika muundo wa jambo leo husika jinsi lilivyo la Palestine, Rais Donald Trump alichoonyesha ni nguvu yake ya kiutawala, kwa sababu hata Israel hakuchaguliwa hata mjumbe mmoja kuingia katika ile bodi nzima ambayo inasimamia swala la amani ya Palestine. Lakini ukiangalia jinsi ilivyo, taarifa zinaonyesha wazi kabisa kwamba Marekani wamemwandikia barua ya invitation ya mwaliko Rais Vladimir Putin kwamba awe naye ni katika memba wa ile bodi ya juu ya kusimamia swala la amani ya Palestine. Lakini wakati huo ikumbuke kwamba nchi za Ulaya zimekuwa katika mgogoro na Urusi kwa sababu ya Ukraine. Lakini wakati huo Rais Donald Trump anamteua Rais Vladimir Putin kuingia katika bodi ya amani ya Palestine, wakati wao nchi za Ulaya hakuna hata mmoja ambaye amechaguliwa kuingia katika bodi ya amani ya Palestine. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba Marekani au Rais Donald Trump, he don't care, hajali kile kinachoendelea. Ni kama mtu ambaye hana tena maslahi na nchi za Ulaya, na ndio maana tumekuwa tukikariri Marekani ataichukua Greenland kwa staili ya namna yoyote, ataichukua Greenland, lakini vile vile kwa tunapoelekea ataichukua Canada na atachukua Mexico, na itakapofikia katika hatua hiyo, maana yake the greatest loser, aliyepoteza kwa kiwango kikubwa, itakuwa ni nchi za Ulaya. Kwa sababu katika upande wa mashariki watakuwa wameshindwa kuihami Ukraine, kwa sababu mpaka sasa hivi Urusi amekuwa akifanya movement kubwa, na hasa kwa hivi sasa ripoti nyingi zinaonyesha movement zake katika mji kama wa Dnipropetrovsk, ambao kwa siku za nyuma tulikuwa ni katika mji ambao hatujadili kwamba Urusi amekuwa akifanya movement katika Dnipropetrovsk. Lakini kwa hivi sasa amekuwa akifanya movement huko, pamoja na kukusudia au kukaribia kuchukua maeneo muhimu katika miji kama Donetsk, maeneo kama ya Pokrovsk na mfano wake. Lakini ni kwamba movement imekuwa ikiendelea na maeneo anayachukua, na hakuna mtu anayeweza kumzuia. Kwa hivyo katika upande wa magharibi nchi za Ulaya inawezekana zikampoteza Marekani, na katika upande wa mashariki inawezekana vile vile zikapoteza, kwa sababu Urusi bado inaendelea kuchukua maeneo. Kwa hivyo inawezekana ikawa ni msiba mkubwa wa nchi za Ulaya kupoteza ushawishi wake katika nchi ya Marekani, ushawishi ambao umedumu kwa takriban miaka 80. Lakini kwa kile kinachoendelea ni kwamba Marekani anaonyesha wazi kabisa kwamba he don't have any interest. Kama ni mtu ambaye hana interest na nchi za Ulaya, na ndio maana amekuwa akifanya mambo mengi ya kuifanya Ulaya ikuta kwamba ni eneo ambalo liko puzzle, ni kama eneo ambalo limejikutwa limeduaa kwamba halielewi itakuwa lishike upande gani. Na ndio maana kwa siku za karibuni nchi za Ulaya zimekuwa zikitoa pendekezo la kukusudia kuongea na Rais Vladimir Putin. Lengo la nchi za Ulaya kukusudia kuongea na Rais Vladimir Putin ni kwa sababu wanajua au kinachoendelea ni kwamba Marekani anakusudia kuitumia Ukraine kwa ajili ya kuichukua Greenland, kwamba sitatoa support ya namna yote kwa Ukraine mpaka mtakaponiruhusu mimi niichukue eneo la Greenland. Kwa hiyo kwenye kusolve tatizo hili, Ulaya wanaona bora sasa wao wakaongea na Rais Vladimir Putin ili Ukraine isitumike kama ni leverage au kama ni turufu sasa ya kufanya Marekani afanye anavyotaka. Asili ya Ulaya ya kuona kama wanahitaji kuongea na Rais Vladimir Putin ni kwa sababu ya mwenendo wa Marekani anapoitumia Ukraine kwa lengo la kujinufaisha katika mambo yake mengine ambayo yana madhara katika umoja wa NATO na yana madhara katika umoja wa Ulaya. Ukiangalia namna anavyotaka kuitumia Ukraine kuichukua Greenland, lakini tukumbuke siku za nyuma nchi za Ulaya zilishajicommit kununua silaha kutoka Marekani kuipa Ukraine. Kwa hiyo maana Marekani amepunguza gharama kubwa sana katika swala la Ukraine. Lakini bado inaonekana kwamba anatishia kutaka kutoa support zaidi kwa Ukraine iwapo nchi za Ulaya hazitakubali kumpa support katika kuchukua eneo la Greenland. Lakini vile vile amekwenda extra mile zaidi kwa takriban wiki 2 au wiki 3 nyuma walipokuwa kule Ufaransa katika kujadili namna ya kutengeneza ile jeshi la hiari la kwenda kutoa support katika nchi ya Ukraine. Vile vile walijadili swala la kuweka guarantee katika nchi ya Ukraine ya usalama wa Ukraine. Moja katika nchi ambazo zilikataa moja kwa moja ilikuwa ni nchi ya Marekani. Marekani ilikataa kutoa guarantee ya usalama wa nchi ya Ukraine. Lengo la kukataa kutoa guarantee ni nini? Lengo la kukataa kutoa guarantee maana yake Marekani vile vile anataka itumie hiyo kama ni bargaining power, kama bargaining chip.
ni kama turufu yake ya kuja kubageni baadaye na nchi za Ulaya. Mkitaka nitoe hakikisho la usalama kwa nchi ya Ukraine, lazima mnikubalie nichukue eneo la Greenland. Kwa hiyo Marekani amekuwa akifanya mambo mengi ambayo yanaashiria wazi kwamba kwa hivi sasa inawezekana anaona wazi kwamba Ulaya hawako tena katika position ya kumpa yeye nguvu kuwa kama mtawala wa dunia, bali maamuzi yake sasa hivi yanatakiwa yabadilike kistratejia kulingana na wakati tuliokuwa nao, kwa sababu sio wakati wa miaka 80 nyuma. Huu ni wakati mwingine ambao nchi nyingine zimeshainuka kwa kiwango kikubwa, na hiyo inawezekana ikaonekana ndio msingi wa Rais Donald Trump kuja na sera ya MAGA, Make America Great Again, ifanye Marekani kuwa kubwa tena, kwa maana ya kwamba kipaumbele cha Marekani ni Marekani. Kipaumbele cha Marekani haiwezi kuwa Ulaya au haiwezi kuwa sehemu nyingine yoyote. Maana Marekani anahakikisha kwamba anachokifanya anafanya kwa maslahi yake. Kwa hiyo bado tuna muda wa kuendelea kutazama jambo hili. Je, kwa mwenendo wa Marekani unavyozidi kwenda, NATO itaendelea kubaki kuwa hai au itasambaratika? Kwa mwenendo wa Marekani unavyozidi kwenda, Umoja wa Ulaya utaendelea kupata uhai au utazidi kudidimia? Bado tuna muda wa kuendelea kutazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.